Mkuu wa wilaya ya Mkoani Mheshimiwa Ahmad Omar Bakari amewataka washiriki wa mafunzo ya kiufundi juu ya mbinu bora za ufugaji wa majongoo bahari kibiashara kuwa makini na kuyachukulia kwa uzito mkubwa, akisisitiza kuwa mafunzo hayo ni fursa muhimu kwa maendeleo ya maisha yao na uchumi wa taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Ahmad alitoa wito huo wakati wa ufunguzi wa warsha ya mafunzo hayo iliyofanyika katika ukumbi wa Umoja ni Nguvu, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Tuelekezeni nguvu zetu katika hili jambo. Kwanza katika kusikiliza haya ambayo tutapewa kitaalamu, lakini pia tukiwa field huko. Matokeo yake tutakuja kuyaona baadaye. Hata mimi nashawishika kuwa ni miongoni mwa wajumbe ambao watapata huu uelewa, hatimaye na mimi iwe ni sehemu. Huu mradi ni mradi mmoja mkubwa. Tumependelewa kwa kiasi kikubwa. Tusikilize hichi ambacho tunaenda kuelekezwa hapa. Ni kwa faida yetu, ni kwa faida ya taifa letu. Niwaambieni jamani, lengo na dhamira kubwa ni kuhakikisha kwamba serikali yetu kupitia Daktari Hussein Ali Mwinyi inawaendeleza wananchi wake katika mazingira haya ya kiuchumi, inawanyanyua kiuchumi ili waweze kuishi maisha bora, maisha ambayo yana ustawi kwenu lakini na kwa kizazi chenu. Tunapozungumza uchumi endelevu ni upi? Ni huu ambao rais wetu sasa hivi anaujenga. Anakuza uchumi ambao unaenda sambamba na kupunguza ukali wa maisha ya watu, kwa maana ya umaskini. Naomba kheri Mwenyezi Mungu watuweke ili kesho yake tutakapoasisi hili jambo mje mseme kwamba kumbe yale mafunzo kweli yalikuwa na umuhimu kwetu, kwa sababu tija ambayo sasa hivi tunapata. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mafunzo hayo, afisa uratibu na uendeshaji kutoka kampuni ya visiwani Sea Cucumber, Daudi Mohamed Salum, alisema mafunzo hayo yanatarajiwa kufanyika kwa ufanisi katika wilaya ya Mkoani ili kusaidia serikali kufikia malengo yake ya kukuza uchumi wa bluu. Tunategemea kufanya mafunzo haya katika wilaya ya Mkoani na katika kijiji cha Makombeni au shehia ya Makombeni. Tumekusanya vijana 40 kike na kiume kwa lengo la kuanzisha mafunzo ili wafikie ile lengo ambalo serikali inataka, kwa sababu katika sehemu za mradi huu imekusanya aina kama sehemu 3 ya ufugaji wa matango bahari au sehemu 3 ya elimu ya utoaji elimu ya ufugaji wa matango bahari. Sehemu ya kwanza ni kutoa elimu yenyewe, lakini sehemu ya pili ni ufugaji wa matango bahari kitaalamu. Sasa kabla kujia huu mradi wa ufugaji wa matango bahari, serikali imeona ipo haja ya kutoa mafunzo kwanza kwa wananchi hawa ambao wako katika vijiji tofauti tofauti, na mradi huu una sehemu ya Unguja lakini pia na sehemu ya Pemba. Kwa upande wake, Dr. Yusuf Salum Yusuf, meneja uzalishaji kutoka kampuni ya visiwani na ambaye pia ni mkufunzi mkuu wa mafunzo hayo, alisema kuwa ni muhimu kutumia mbinu za kisasa katika utoaji wa mafunzo hayo ili kuongeza tija katika uzalishaji na kuwawezesha wanajamii kufaidika kiuchumi. Mafunzo haya yamelenga kuwawezesha, kabla huu mradi mkubwa kuanza, serikali imesema kwamba lazima hawa watu ambao wanaenda kushiriki katika huo mradi lazima wapewe mafunzo katika mbinu za kisasa ambazo zitaweza kuwezesha kupata manufaa makubwa kutokana na mradi huo. Kwa hiyo tutakuwa kwa siku 3 hapa, siku 2 tutazitumia darasani, lakini pia tutaenda kufanya kwa vitendo kule baharini ili wajifunze kabisa hizo njia ambazo tunazungumzia za kisasa, jinsi gani ya kutengeneza shamba la kisasa ambalo linaweza kutoa tija kubwa sana. Mafunzo haya ya kiufundi yanayolenga kuboresha uzalishaji wa majongoo bahari kibiashara yanatarajiwa kwa muda wa siku 3, ambapo siku 1 itahusisha nadharia na siku 2 zitakuwa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo baharini. Mafunzo haya yanahusisha vijana 45 wa kike na wa kiume kutoka shehia ya Makombeni na yanasimamiwa na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar kwa kushirikiana na kampuni ya visiwani Sea Cucumber. Nikiripoti, mimi ni Arkam Mdaba, Mkoani Pemba.